Stefano, natokea Maramba Makuti kule Kontena, kama mnapajua wengine. Amina. Mimi nina ushuhuda wangu hapa. Mwanzo kabisa ya kufika hapa kanisani, nilionana na mama yule pale Esther. Tulionana Mbezi kwenye miogo. Kipindi hicho nauza miogo. Amina. Kama Mungu katukutanisha, tukaanza kupiga story. Baada ya kupiga story hapo, akanielezea changamoto aliyoipitia hadi akapata kutembea. Alikuwa anaumwa na mguu. Sikuamini maneno yake, nikasema ngoja nikajizilishie mimi mwenyewe. Nikaja siku ya Jumanne hapa, nina hamu nionane na kuhani, nikamkuta hayupo. Nikasema sitokomea siku hii, nitarudi tena. Nikarudi, nikamkuta hayupo tena. Sikuchoka, nikaendelea kuja kumwabudu Mungu. Naomba kwa imani yangu. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na tumbo na miguu kuwaka moto. Usiku nilikuwa silali. Usiku na uangalia hadi kuna kucha. Lakini nilipokutana na mtumishi kuhani, aliponiombea na nikachukua mafuta na maji, tumbo haliumi tena, miguu haiumi tena. Namshukuru Mungu. Nazidi kumshukuru Mungu kwa kweli. Nilikuwa siwezi kutembea, hata kutoka huko tu Makuti kufika hapa nachoka. Lakini sasa hivi napiga kwa mguu nenda rudi. Nashukuru Mungu kwa kweli. Kwa madhabahu ya ukombozi ameniokoa. Ungepiga makofi makubwa kabisa. Shangilieni Mungu wa madhabahu anajibu kwa moto. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya, haleluya. Sema amena kubwa kabisa. Amina. Sema ameni kubwa na Yesu. Amina. Bana, watu wa namna hii ndio Yesu anawataka, wenye imani iliyokuu namna hii. Kwamba alipokuja, nilipokuwa kwenye huduma sehemu nyingine, akasema nitarudi tena. Aliponikosa akasema nitarudi tena. Aliamini kwamba uponyaji wake huko hapa. Na ulipochukua mafuta matakatifu, ulipoanza kuyatumia, kuna wakati ulisema kuna vitu ulivitapika. Ni namna gani ilikuwa? Ndio kuhani, nilipochukua mafuta ya upako, nilienda nayo nyumbani, nikapaka tumbo langu, mengine nikanywa. Siku hiyo ikapita. Ya pili, saa 2 nikaanza kutapika. Matapishi ya ajabu. Ukaanza kutapika ukiwa nyumbani kwako? Nikiwa nyumbani kwangu. Matapishi ya ajabu. Ya ajabu. Yalikuwa yanafanana na nini? Yalikuwa yanafanana na damu. Kama kuku amechinjwa, damu yake ikaganda. Ungepiga makofi, ungebarikiwa sana. Ulipokunywa yale mafuta matakatifu na ulipopaka kwenye tumbo lako, ukaanza kutapika vitu kama damu iliyoganda. Niliona kichefu kubwa kabisa. Nikatapika. Tuko ndani ya huu mwezi wa 8 na nimewaambia namba 8 ni namba ya maagano. Nayo maagano nilisema hakuna agano ambalo linafanyika bila damu. Sema amen. Lazima damu itolewe ndipo agano linafanyeje? Linafanyika. Sasa alipokunywa mafuta ya rangi nyekundu, anasema akatapika mavitu kama damu. Maana yale ni maagano. Yesu anamfungua, anavunja yale maagano yaliyomshikilia. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Sema amina kubwa na mbingu zikusikie. Amina. Na tangu umekunywa hayo mafuta na umeanza kuyatumia, maana yake umekaa sawa sawa kabisa. Sasa hivi nipo poa kabisa. Ungepiga makofi makubwa mpaka mtu anakuambia yuko poa, ujue kweli mambo ni poa. Ungepiga makofi makubwa na mbingu zikusikia wewe. Haleluya, haleluya. Aliyefanya afya yako isiwe poa na apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Aliyefanya tumbo lako lisiwe poa, apigwe kwa jina la Yesu Kristo. Haiwezekani unasumbuliwa na maradhi yasiyoisha, unasumbuliwa na magonjwa yasiyoisha, kumbe kuna mtu anakufanya usiwe poa. Sema amen kubwa kabisa. Sasa Mariamu, Yesu alinifuata ibada ya Jumanne,
akaniambia kwamba ndani yako anataka apande karama za uimbaji na za utumishi. Amina. Yesu anataka uwe mtumishi wake. Napokea mtumishi. Haleluya, haleluya. Napokea Bwana. Sema amen kubwa kabisa. Amina. Moja ya kitu ambacho mimi ninakitaka kwenye hii madhabahu, sio kama siwezi kuwatafuta watumishi huko. Kuna watumishi wengi sana, hata nikiwapigia simu wao wanakuja hapo, watakuja. Haleluya, haleluya. Ninachotaka watu waje hapa wanaosumbuliwa na matatizo, waombewe wapone, alafu wawe ushuhuda. Amina. Hao waliopona ndio washike maiki. Hao waliopona waongoze kuabudu, waongoze kuimba, waongoze kuomba. Wale waliokuja hapa na mapepo, kesho kutwa wakutoe na wewe mapepo. Ndio kitu ambacho mimi ninakitaka, ili hata wale huko mtaani kwenu waseme ya kwa kweli madhabahu ya ukombozi inabadilisha. Ndio maana kuna wakati mnaonaga watumishi wangu hata kwenye ratiba za ibada, wakati mwingine wanaenda mbele nyuma, nyuma mbele, kushoto kulia, hivyo hivyo naenda nao. Najua tutafika muda atakaa sawa sawa. Sema amen kubwa kabisa. Kubwa na mbingu zikusikia. Ninakuombea Yesu achilie karama za uponyaji ziwe juu yako. Nasema nimekuombea Yesu akupe karama zilizokuu. Pigia Yesu makofi makubwa. Mtu ambaye anakuambia alikuwa hawezi kutembea kutokea sijui huko kontena mpaka saizi anapiga ruti mwenyewe, manake ni ishara ya uponyaji. Sio kama ana nauli tena anayo, ila anasema kwa nini nipande usafiri. Haleluya. Sema amen kubwa kabisa. Nimekuombea nawe Yesu akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Ubarikiwe mwanangu na ushuhuda mwingine. Mungu akubariki. Mariamu Hasani, pita mbele umushuhudie Yesu. Tupige makofi yanavyokaribia mbele. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.